majengo ambayo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameapa shilingi bilioni 1 na milioni 400. Waheshimiwa wajumbe, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana katika taifa hili, na katika sehemu ya kazi kubwa ambayo ameendelea kufanya ni kuhakikisha mkoa wa Manyara unapata miradi ya kutosha, miradi ya afya, elimu, maji, umeme na kila sekta inayogusa maisha ya mwanadamu. Itakumbukwa kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kauli yake mwenyewe alisema yeye anataka kupeleka huduma kwa wananchi. Kila mwananchi apate huduma katika eneo lake, na katika kutimiza hilo kwa vitendo, Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kupeleka fedha katika halmashauri zetu. Leo mkutano mkuu wa ALAT mkoa wa Manyara, tuko hapa Babati mji tukikagua miradi. Na mradi wa kwanza ni mradi huu wa hospitali ambao una package ya incinerator, kuna maabara, kuna hili jengo maalum la nini? Jengo la mionzi, lakini pia tulipita kwenye jengo gani daktari? Jengo la kufulia nguo na jengo la wagonjwa wa nje OPD. Majengo haya pamoja na kwamba miundombinu kwa asilimia 100 haijakamilika bado, kama asilimia 10 tuliyoisoma tuliyopata kwenye taarifa ya daktari, tumeona bado walkway hazijajengwa. Kwa hiyo tunatazamia zile walkway zitawekwa ili kuunganisha jengo kwa jengo, wagonjwa wasipate shida, ama watoa huduma wanapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika kupeleka huduma kwa wananchi, kwa wagonjwa, wasipate changamoto. Tumepita humu, tumeona. Jambo la kwanza ni pongezi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa hii. Lakini jambo la pili, mkurugenzi wa mji wa Babati pamoja na timu yako, TMO Moi wa hospitali hii, muuguzi mkuu na kila mmoja ambaye anahusika na majukumu haya, tunawapongeza sana kwa usimamizi mzuri sana. Lakini bila kusahau ofisi ya mkuu wa wilaya ambayo pia tuko nao kwa kazi kubwa wanayofanya. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Babati, Mheshimiwa Kololi, amepata dharura kidogo, kazi maalum. Asi nadhani tunatambua kazi kubwa mnayofanya baraza la madiwani pamoja na wataalamu wote. Hongereni kwa ajili ya kazi hii. Matamanio ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni majengo haya yakamilike kwa wakati ili akatoe huduma. Lakini Mheshimiwa Rais anatazamia watumishi wa umma kutoa huduma kwa weledi kwenye majengo haya mazuri kabisa. Kwa hiyo ninaamini Babati mko imara, mko vizuri kwa kazi hii jinsi tulivyoiona. Kurugenzi, tunakupongeza sana na timu yako. Ujenzi ni kweli umefika takriban 98%. Tulikuwa na usimamizi wa karibu sana sisi kama halmashauri, kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa. Tumeweza kufikia hatua hii baada ya kuwa na usimamizi wa karibu, na kila hatua ya ujenzi tulikuwa tunaitafakari na kutathmini kabla ya kwenda kwenye hatua nyingine inayofuata. Kwa hiyo tumeweza kukamilisha hizi structure zote 5. Mmekagua maeneo 5. Mmekagua hapa radiology, mmekagua kule OPD, mmekagua maabara, mmekagua kule kwa kuchomea taka incinerator na laundry. Hayo majengo kama mlivyoona yote yako katika hatua ya mwisho kabisa, na nitoe taarifa kwamba hapa OPD inawezekana kesho kutwa tukaanza kuhudumia wagonjwa. Pale mlipopita mwanzo kabisa pale. Tukitoka hapa, ndugu wajumbe, ndugu mwenyekiti na wajumbe, hao tutakaoacha kazi yao itakuwa ni kuingiza vifaa pale kati ya leo na kesho ili kesho kutwa huduma zianze. Kwa hiyo Jumapili tuna uhakika mkubwa kwamba wagonjwa wetu watatibiwa katika ile OPD ambayo tumeijenga. Na lingine ni swala la huduma la vifaa. Vifaa tunajitahidi. Vifaa vingine tayari vipo. Vifaa vipo, hata humu baadhi ya vifaa tayari vipo. Na ni vifaa vya kisasa kabisa.
niwatoe wasiwasi na nitoe shukurani nyingi kwa Mheshimiwa Rais kwamba anajitahidi pamoja na kujenga hizi structure na vifaa vinapatikana. Kwa mfano sasa hivi tunazungumzia mashine zile za kuwapa joto watoto. Ninazitaji. Zile mashine wakati sisi tuko wadogo zile zilikuwa zinapatikana Aga Khan tu. Muhimbili pia hakuna. Lakini sasa hivi kwa jitihada za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mashine hizo zinapatikana kwenye hospitali, vituo vya afya vya kata. Kwenye vituo vya afya vya kata. Hakuna mtu ambaye angeota kwamba katika muda mfupi huu tungeweza kufikia kuwa na mashine hizo kwenye vituo vya kata. La mwisho nilizungumzia la huduma kwa wateja. Maana unaweza ukawa una mashine za kisasa kabisa, state of the art technology, lakini huduma ni mbovu, hiyo inakuwa ni kazi bure. Itakuwa ni kama magofu mapya, kwamba una majengo mazuri lakini huduma sio nzuri. Ni kama magofu mapya. Hilo tumeliona. Tumeanza kulifanyia kazi kabla hata hatujaanza ujenzi wa haya majengo. Siku za nyuma palikuwa na changamoto nyingi sana kwenye huduma kwa wateja. Tulibadilisha baadhi ya watumishi tukawaondoa, waliostahili kufukuzwa walifukuzwa, waliostahili kuondolewa, ambao hawana uwezo wa kuhudumia hospitali yenye volume kama hii tuliwapeleka kwenye hospitali zenye volume ndogo, ikiwa ni mojawapo ya kuimarisha huduma kwa wateja. Lakini lingine pale hatujaingia pale EMD kwenye jengo letu, tuna namba za simu tumeweka pale. Endapo mteja ataona kwamba huduma hizi ziko chini ya kiwango au amepewa lugha ambayo sio nzuri, anaweza kupiga. Katika zile namba mojawapo ni ya mganga mkuu wa halmashauri. Lakini pia namwaliza sasa hivi mganga mkuu wa halmashauri, tunapokwenda huku tuitishe mafunzo kwa watumishi wetu hapa, mafunzo ya customer care. Kama tutachelewa basi iwe Julai. Kwa hiyo kama serikali tunasimamia utekelezaji kwanza ule wa yale ambao Mheshimiwa DC mwenyekiti wa kamati ya usalama alielekeza, lakini la pili haya ambayo kamati yako Mheshimiwa mwenyekiti imeelekeza. Tuko tayari kusimamia na kuhakikisha kwamba tunakimbizana na muda. Asante mwenyekiti. Niwapongeze sana kwa kazi nzuri wataalamu wote, mkurugenzi, lakini mwenyekiti wa halmashauri na mafundi wanaofanya kazi hiyo. Hongereni sana. Lakini pia tunategemea mtoe huduma mzuri sana kwa wananchi walioaminiwa na walioletewa fedha na Mheshimiwa Rais mtakao wahudumia hapa. Kwa sababu nadhani sasa ninyi madaktari mtakuwa mnajieleza, naonyesha furaha kwamba mnaelewa kila kitu. Hasa namba moja ni kuhakikisha kwamba wale wananchi wananeemeka na yale ambayo ndio kusudio la fedha hii kutumwa na Mheshimiwa Rais wetu. Asante sana. Niwapongeze sana wanababati kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Wakati wa ukaguzi huwa tunaangalia jambo kubwa moja la value for money, yani thamani ya fedha. Ndani ya thamani ya fedha tunaangalia vitu vitatu: gharama nafuu, muda na ubora. Sasa hivi vyote sisi hapa tumeviona. Kwa lazima tupongeze sana. Jina naitwa Nasibu Msuya, ni daktari mkuu wa halmashauri ya mji Babati. Tulitembelea leo na ugeni wa alati mkoa wakuja kukagua mradi wa majengo matano ambayo yako katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Babati. Tulipokea bilioni 1.4 kutoka serikali kuu, ambazo fedha hizi zilikuja kwa ajili ya kukamilisha majengo hayo matano. Na katika majengo hayo kuna jengo la wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, kuna jengo la ufuaji kwa maana ya laundry, kuna jengo la mionzi radiology, kuna jengo la kichomea taka ambao ni kichomea taka cha kisasa kabisa, high tech incinerator, lakini pia kuna jengo la maabara. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, baada ya kupokea hiyo fedha kiasi cha bilioni 1.4 tumeweza kukamilisha majengo haya, ambapo mpaka sasa yako katika hatua za mwisho kabisa za umaliziaji, na tunategemea kwa wiki ijayo, kwa maana ya Jumamosi tarehe 8, tunategemea jengo la wagonjwa wa nje taanza kutoa huduma.
katika fedha hizo ambazo tumepokea bilioni 1.4 tumeweza kutumia mpaka sasa takriban shilingi milioni 800. Milioni 868,366,573 na senti 75. Kwa hiyo bado tuna fedha ambayo tumebakia nayo, ambayo tutakwenda kukamilisha baadhi ya miradi ambayo ilikuwa imebaki. Miongoni mwa miradi ambayo imebaki ni wanasema ni kuna hizi walkways, kwa maana ya ni njia ambazo zinaunganisha kati ya jengo moja na jengo jingine, na tutatengeneza pia na majengo mawili. Tunategemea kuwa na majengo mawili ambayo nitakuwa ni wodi za kulaza wagonjwa, kwa na jengo la wodi ya kina mama, lakini na jengo pia la wodi la kina baba. Kwa hiyo tunategemea ni kwamba kwa ukamilifu wote majengo haya tunategemea mpaka ifikia tarehe 15 mwezi huu wa 3 mwaka 2025 majengo haya yataanza kutoa huduma.